Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika mirathi kuna mtu anaitwa Asaba. Huyo yeye hana fungu, anasubiria kilichobakia. Kwa wakati mwingine ima upate kidogo au ukosa kabisa. Sasa mimi nashukuru nimepata kidogo. Kwa inshallah taala naomba nikitumie vizuri katika hilo. Mada inatakiwa kuwasilishwa sasa hivi ni nani wa kumchagua. Nani wa kumchagua. Tukumbuke kuwa kongamano letu hili ni kongamano la jimbo na Ubungo katika majimbo mawili yaliyopo ndani ya wilaya ya Ubungo. Wilaya ya Ubungo ina majimbo mawili, jimbo la Kibamba na jimbo la Ubungo. Sasa hili kongamano limeratibiwa na ofisi ya BAKWATA wilaya chini ya usimamizi wa shehe wa wilaya ndio mlezi wa majimbo yote mawili. Lakini hapa ndani tupo jimbo moja, jimbo la Ubungo. Kwa nini Ubungo? Alafu mada nani wa kumchagua. Kwa nini Ubungo? Alafu mada nani wa kumchagua. Tuna umuhimu na tumpongeze mheshimiwa shehe wetu wa wilaya kipenzi chetu kwa fikira zake za kidhahabu kabisa juu ya kuandaa jambo hili kubwa, lakini pia kubariki, kuunga mkono, kusapoti na kuboresha mada hiyo husika. Mzigo ushaanza kuingia. Bismillah. Madiwani watanyuka wote watakuja hapa inshallah. Hata hawajawahi kunyanyuka sija waona. Na hii ndo mada ya mwisho. Kwa nini Ubungo? Wana Ubungo na viongozi wa dini tuliopo humu ndani. Kwa maslahi ya Ubungo na thamani ya Ubungo ilivyo, tunayo haki kwanza kuwa na maamuzi ya dhati kupiga kura. Kwa thamani ya Ubungo ilivyo na heshima ya Ubungo, wana Ubungo tunayo haki ya maamuzi ya dhati kutoka kwenda kupiga kura. La kwanza hilo. Lakini usitoke tu kwenda. Wakati unatoka lazima uende ukipata jibu la swali, nani unakwenda kumchagua. Ili ulinde heshima na thamani ya Ubungo, lazima ujue nani unakwenda kumchagua. Kwa nini Ubungo? Ubungo ndio jimbo pekee ndani ya wilaya ya Ubungo la kwanza kupata flyover. Ile Kijazi interchange pale katika majimbo mawili, hili ndo la kwanza kupata hiyo barabara za juu. Tena barabara 8 ndio jimbo la kwanza. Lakini si hilo tu. Ubungo ndio sura ya Dar es Salaam katika fahari ya supermarket quality. Kwanza Dar es Salaam yote ili mtu ajue kipita supermarket lazima aseme ameenda Mlimani City. Swali wanaendaje? Ili mtu aseme nimeenda supermarket lazima aseme nimeenda Mlimani City. Hii ni Ubungo. Heshima ya Ubungo. Lazima tuwe na maamuzi sahihi ya kumkabidhi nani tunampa jimbo hili lenye heshima kubwa kiasi hichi. Lakini si hilo tu. Unapozungumzia chuo kikuu cha Dar es Salaam kihadhi na kiheshima, lazima uzungumzie Mlimani City University. Chuo kikuu cha Mlimani. Ili mwanachuo ajisikie kasoma Dar es Salaam chuo kikuu kwa hadhi. Tuache taaluma na nini, lakini ile ajisikie title. Asitaki kwanza upige taaluma, asitaki hata kitabu. Ile title tu kwamba mimi ni kutoka chuo Dar es Salaam ni chuo kikuu cha Mlimani. Kipo Ubungo. Wewe mwana Ubungo, nani unamkabidhi jimbo hili? Nani wa kumchagua? Si hapo. Soko kubwa la Afrika Mashariki la kibiashara lipo ndani ya jimbo la Ubungo. Pale Ubungo ndio kuna soko kubwa la Afrika Mashariki la kibiashara ambalo wewe mwana Ubungo ndio unaishi kwenye hilo jimbo lenye thamani ya vitu hivyo. Tafakari vizuri.
tarehe 29 unayo maamuzi ya maksudi. Hata uende na vidonge vyako vya malaria, lakini uende ukapige kura, lakini wakati unakwenda nani wa kumchagua? Nifupishe na kwa dakika zangu 5. Nishatumia 1.5. Si hivyo, katika majimbo mawili ya wilaya ya Ubungo ndio jimbo pekee la kwanza toka Mwenyezi Mungu anayumba Dar es Salaam lililotawaliwa na mbunge profesa. Ndio jimbo pekee katika wilaya ya Ubungo. Lakini si hilo tu, ndio mkoa mzima. Nilikuwa nazungumzia Ubungo. Kongamano sasa Ubungo. Bosi ananiambia sio Ubungo, mkoa mzima. Ndio jimbo pekee lililotawaliwa mbunge wake kuwa profesa. Si hapo tu, sio profesa, ndio jimbo pekee mkoa wilaya ya Ubungo katika ndio jimbo pekee mbunge wake kuwa waziri. Sinaeleweka. Lazima tuseme, wewe mwana Ubungo lazima uangalie heshima ya jimbo hili unani unampa? Thamani ya jimbo hili unampa nani? Si hilo. Ndio jimbo pekee katika mkoa wa Dar es Salaam mbunge wake kupewa hadhi na taifa kuandaa dira ya nchi ya miaka 25 inayokuja. Swali wa Nabii. Yaani jimbo hili lina mtu ambaye taifa analiangalia dira ya miaka 25 Tanzania iweje. Ndio upo wewe jimbo hilo. Hilo jimbo ndio upo wewe. Nani wa kumchagua? Nani wa kumchagua? Swali wa Nabii. Namuona mshikwambia hapa. Kazi bakisia akasema anakwenda kupumzika hapa na rudi tena. Asante. Hii ndio Ubungo. Hii ndio Ubungo. Kwa kuwaibia kabisa. Toka Mwenyezi Mungu anayumba dunia hii. Toka Mwenyezi Mungu anayumba dunia hii. Sizungumzii mkoa wa Dar es Salaam. Toka Mwenyezi Mungu anamuumba Adam na Hawa. Ubungo ndio jimbo pekee mbunge wake aliyefanya maamuzi ya makusudi kuwachukua viongozi wa dini, mashehe, kuwaingiza Dodoma bungeni. Swali wa Nabii. Ndio bunge pekee. Nani wa kumchagua? Ndugu zangu, tunaelekea kwenye uchaguzi. Sisi viongozi wa dini, sisi umma wa Kiislamu, tunayo haki ya kutumia vizuri siku hii moja ambayo thamani yake ni miaka 5. Siku hii moja ambayo thamani yake ni miaka 5. Nikuombe unganisha sentensi hizi haraka. Wakati unalitetea jimbo, tetea la taifa kwa ujumla. Wakati unalitetea jimbo, tetea la taifa kwa ujumla. Wakati ukitafuta nani wa kumchagua katika jimbo, lakini angalia pia nani huyo unamchagua wakati anakuwakilisha katika jimbo. Bosi wake huko juu ni nani? Nani unamweka huko juu kwa bosi wa jimbo wa mtu aliyopo katika jimbo lako? Usisahau mada muhimu, nani wa kumchagua. Nikuombe mheshimiwa mgeni rasmi, naomba tuweke karatasi na kalamu. Alafu wewe mwenyewe utanijibu hili swali. Chukua karatasi na kalamu. Na wengine kama tunazo tuzikamate, tulitafute jawabu la swali nani wa kumchagua kwa maneno yafuatayo. Wakati unashika karatasi na kalamu au simu yako, andika alfabeti hizi zifuatazo kwa maana yake. Tafuta nani wa kumchagua. Andika herufi K. Andika herufi K. Iweke sawa sawa. Hizi alfabeti ziandika kuelekea chini, lakini hiyo maana ziandika kuelekea mbele. Eka K, iweka sawa sawa. Hiyo K inatuwakilisha tarehe 29. Inatuwakilisha K. Kwa nini ubaki nyumbani? Kwa nini ubaki nyumbani tarehe 29?
Kwa nini ubaki nyumbani? K, kwa nini ubaki nyumbani tarehe 29? Nukta. Asante. Asante katibu. Chini eka herufi I. Herufi I. Ikiwa una sababu za kubaki nyumbani, basi takwenda ni hapa. Eka herufi I, weka sawa sawa. Ingia kituoni upige kura. Ingia kituoni upige kura. Baada ya I, weka herufi T. Baada ya chini ya I, weka herufi T. Weka sawa sawa. Mbele ya T inatuwakilisha Tanzania ndio nchi yetu. Tanzania ndio nchi yetu. Baada ya herufi T, ongeza herufi I nyingine. Baada ya herufi T, ongeza herufi I nyingine. Usisahau mada iliyopo mezani, nani wa kuichagua. Kwa kuwa Tanzania ndio nchi yetu, hiyo I inatuwakilisha kuwa ishi bila hofu, tena kwa kujiamini. Supo katika nchi yako, ishi bila hofu, tena kwa kujiamini. Kisha baada ya hapo, baada ya nukta chini ya I, herufi L. Nani wa kumchagua? Jimbo la Ubungo, nani unampa? Hiyo L inatuwakilisha kuwa kwa kuwa unaishi bila hofu, tena kwa kujiamini. Tambua kwamba hiyo L inasema kuwa lolote baya halitokufika siku hiyo. Lolote baya halitokufika siku hiyo tarehe 29. Naeleweka vizuri eh? Naeleweka? Asante. Baada ya L, malizia herufi A. Baada ya L, malizia herufi A. Hiyo A inatuwakilisha kuwa amiri jeshi mkuu wa nchi ni mtu makini na madhubuti. Kwa ondoa shaka. Amiri jeshi mkuu wa nchi ni mtu makini na madhubuti. Kwa tarehe 29 usiwe na wasiwasi. Toka bila hofu, kapige kura kwa kuwa uko ndani ya nchi yako, ishi kwa kujiamini. Lolote baya litakufika siku hiyo na baada ya siku hiyo, kwa kuwa amiri jeshi mkuu wa nchi ni mtu makini sana madhubuti. Nani wa kuchagua ndio mada halisi. Mgeni rasmi atatuambia nani wa kuchagua. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.